katika upande wa Marekani kuweza kusema kwamba Rwanda iweze kuondoa wanajeshi wake katika ardhi ya Kongo. Kwa nini ameweza kuzungumza hivyo? Unajua, unaweza ukawa kujiuliza kwamba kwa nini Marekani ameweza kuzungumza hivyo. Unakuja kuangalia kwamba yeye anataka Rwanda iweze kutoa kwanza wanajeshi wake katika ardhi ya Kongo, ndipo ataweza kusaini mkataba wa amani kati ya Kongo pamoja na Marekani katika kuweza kuwasaidia. Sasa kama amesimama katika kuweza kuwasaidia taifa la Kongo, mimi naona kama angesimama tu mwenyewe rais wa Marekani Donald Trump katika kuhakikisha kwamba anawasaidia. Lakini kuweza kusema kwamba Rwanda itoe moja kwa moja wanajeshi katika ardhi ya Kongo inakuwa ni ngumu sana. Kwa sababu Rwanda ni kama vile rais wa Rwanda Paul Kagame ni mtu ambaye anachukulia vitu kwa hasira zaidi, naweza nikasema hivi. Unakuja kuangalia katika mkutano ambao uliweza kufanyika kwa mwaka 2025 Aisha, ulikuwa ni mkutano ilikuwa inajumuisha jumuiya ya kiuchumi ya Afrika ya Kati, ambapo katika jumuiya hiyo Rwanda ipo pamoja na Kongo ipo. Lakini ni kwamba Rwanda aliweza kujiondoa katika jumuiya hiyo ya kiuchumi ya Afrika ya Kati. Kwa nini Rwanda aliweza kujiondoa? Unajua, katika masuala kama haya ya jumuiya, mfano wa jumuiya ya Afrika Mashariki, jumuiya upande wa SADC, kuna masuala ya kupokezana vijiti kwamba muda wako umeisha, basi nipatie na mimi muda niweze kuongoza. Ilikuwa ni mzunguko zamu ya Rwanda katika kuweza kuongoza jumuiya hiyo ya kiuchumi ya Afrika Mashariki, jumuiya ya kiuchumi ya Afrika ya Kati. Lakini changamoto iliyokuja ni kwamba baada kijiti apatiwe Rwanda katika kuweza kuongoza Mashariki ya Kati ya Afrika, bado wakaanza kumuongezea muda Equatorial Guinea katika kusema kwamba inabidi aendelee kuongoza ndani ya mwaka mmoja. Hii ikamfanya Rwanda aweze kujiondoa kusema kwamba wanampatia muda zaidi kuweza kuongoza huyu, kwa sababu jumuiya hii imeweza kuegemea upande mmoja katika mgogoro huu wa vita ambao unaendelea katika kikundi cha M23 pamoja na Kongo, na huku Rwanda akihusishwa moja kwa moja kuweza kuwasapoti kikundi cha M23. Kwa hiyo akaona kama vile katika jumuiya hiyo moja kwa moja wanakuwa wanamsupport Kongo na yeye kumwacha, akaamua kuweza kujiondoa katika jumuiya hiyo. Licha yake kuweza kujiondoa katika jumuiya hiyo, kuna kipindi watu walikuwa wanajiuliza yuko wapi Joseph Kabila ambaye alikuwa ni rais wa zamani wa Kongo, mbona haonekani katika mgogoro huu wa vita ambao unaendelea. Tukumbuke mwaka 2001 pale ambapo yeye ambaye ni rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila alivyoweza kukabidhiwa kijiti katika kuweza kuongoza taifa la Kongo ni baada ya kifo cha baba yake kuweza kufariki. Lakini tukaona mwaka 2006 akaweza kuchaguliwa sasa rasmi kuwa rais wa Kongo mpaka mwaka 2011. Katika kuweza kuongoza taifa la Kongo, baada ya muda wake kuisha aliweza kuondoka Kongo. Kila mmoja kana anajiuliza yuko wapi, ameenda wapi, na huku machafuko Kongo yakiwa yanazidi kuendelea. Wakati machafuko yanazidi kuendelea, tukaona kwamba amesharudi katika taifa la Kongo mwaka huu 2025 mwezi wa 4, na kuweza kukutana na viongozi wa dini kuweza kuzungumza jinsi gani ambavyo mashariki ya Kongo amani inapatikana. Lakini hakuishia kuzungumza na viongozi wa dini peke yake, aliweza kuzungumza pamoja na vikundi vya kisiasa pamoja na vikundi vya kijamii kwa pamoja kuweza kuzungumza nao. Juhudi zake alipokuwa anafanya kuzungumza na vile vikundi, watu wakawa wanasema kumbe yupo bwana, amekuja amerudi na sasa hivi anafanya mazungumzo. Na kuna kipindi tulikuwa tunaona Kongo madhehebu mbalimbali ya dini yalikuwa wameweza kuungana kwa pamoja ili kuweza kuombea taifa lao. Haijalishi ni dhehebu gani, haijalishi wewe labda ni Mkristo, haijalishi wewe ni Muislamu, haijalishi wewe ni dhehebu lipi, kwa pamoja wote waliweza kukusanyika, viongozi wa dini pamoja na waumini wao wakiweza kusali kwa pamoja, kuomba kwa pamoja ili kuweza kuiombea Kongo, hususan katika mashariki ya Kongo ambapo ndio kuna mgogoro wa vita ukiwa unaendelea. Wakati akiwa anaendelea, tukumbuke mwezi wa 4 Aisha mwaka 2025 kulikuwa na mazungumzo kati ya kikundi cha waasi wa M23 pamoja na rais wa Kongo Felix Tshisekedi katika upande wa Qatar, ambapo Qatar yeye ndio amesimama mpaka sasa hivi kuwa kama mpatanishi katika kuhakikisha kwamba amani inapatikana mashariki ya Kongo, amani inapatikana katika taifa la Kongo. Waliweza kukutana Doha, lakini walipofika pale katika kuweza kuzungumza, hakuna kitu ambacho kiliweza kufanyika. Naweza nikasema hivi, mapigano yaliweza kusimamishwa ndani ya muda mfupi, lakini baadaye tukawa tunasikia vile M23 bado wanaendelea kufanya mashambulizi katika upande wa mashariki ya Kongo. Mwanzo walikuwa tayari wameshaanza kushikilia miji mitatu ambao ni miji mikubwa sana mashariki ya Kongo. Walianza kushikilia mji wa Goma, lakini tukaona kwamba na mji wa Bukavu, na wakaja kushikilia mji wa Walikale. Lakini baadaye Walikale wakaja kaiachia.
Sasa wameshikilia Goma pamoja na Bukavu. Na mpaka sasa hivi ni takriban miezi mitatu na miezi mitatu na wiki kadhaa, naweza nikasema hivi, wakiwa tayari wameshikilia mji wa Bukavu. Bado mazungumzo yanaendelea, lakini ni mazungumzo ambayo ni kama vile kuna levuta ni kuvute, kila mmoja anavutia kwake. Na hiki ambacho mpatanishi ambaye amekuja kwa sasa hivi Marekani katika kuhakikisha kwamba mgogoro wa vita Mashariki ya Kati ya Kongo, mgogoro unakuwa unaenda kutamatika, sidhani kama utaweza kutamatika. Kwa hiki ambacho ameweza kuzungumza kwamba inabidi Rwanda waweze kuondoa wanajeshi ndani ya ardhi ya Kongo, na ndipo pale ataweza kusaini mkataba wa amani. Je, vipi kama Rwanda ikisema mimi sitaweza kuondoa wanajeshi wangu Mashariki ya Kongo? Kwa hiyo mkataba hautaweza kusainiwa.